Kwa majina naitwa Emmanuel Stanley Ligoa, ni katibu wa kamati ya maafa. Baada ya tukio hili kutokea, nilipata taarifa kwa wananchi wangu. Nikafanya juu chini kwa ajili ya kuwasiliana ngazi za mwenyekiti, diwani pamoja na mbunge. Bahati nzuri viongozi wale walijitahidi kuonyesha ushirikiano, wakaweza kuja tukaanza kuwatembelea waathirika wote. Tukapata ile tathmini. Baada ya hapo tulipeleka ripoti kwa wahusika ili kwa ajili ya kuangalia ni kitu gani ambacho wanaweza wakasaidia wananchi waliopata hii adha. Kwa kawaida baada ya tatizo tulivyoshirikiana na viongozi wa ngazi za juu, tulifanya juu chini ili kuomba angalau wale wenye kuhifadhi tuwahifadhi, wale ambao hawana uwezo kabisa tulijitahidi kutoa angalau chochote kitu mfukoni kwetu ili kuwasaidia. Bahati nzuri mbunge alivyokuja aliongea nao vizuri, angalau kidogo akawapa ile faraja, akasema bana nitakuja pamoja, ngoja taarifa zikishatoka kule juu mambo yote yatakaa sawa. Kwao tukaanza kuchukua wale watu tunawapeleka kwenye nyumba za majirani kwa ajili ya kuwahifadhi. Nachoomba kama serikali, maana japo mimi mwenyewe pia nipo kwenye uongozi, naomba serikali ya ngazi ya juu kuanzia mwenyekiti, diwani pamoja na mbunge ajitahidi at least awasaidie. Angalia wanavyoteseka kweli, wanasema daftari amefanyaje, vitu vingi tu. Kwao tunaomba msaada ili waweze kutatuliwa kwenye hili swala lililotokea nalo. Kwa majina naitwa Samson Yohana Nganguli, ni mwenyekiti wa mtaa wa Sokoine, kata ya Zuzu, wilaya ya Dodoma jiji. Niko hapa kwa masikitiko makubwa. Baadhi ya mvua iliyonyesha kwenye mtaa wangu umeleta madhara makubwa sana, ikiwemo uharibifu wa mali kama nyumba zimebomoka, baadhi ya nyumba zimezuliwa mapaa. Lakini yote kwa yote hatuna budi kumshukuru Mwenyezi Mungu, yeye ndo alifanya hayo yote. Lakini pia kwa upande wa serikali tulijitahidi kukaa karibu na wananchi ili tuone tunaweza tukawasaidia vipi, kuanzia hiyo siku ya tarehe 16 siku ya Ijumaa ambayo ndo mvua kubwa ilinyesha ikiambatana na upepo mkali. Hiyo yote ndio ilitokea kuleta majanga haya. Baada ya mvua hiyo tulichukua hatua kama serikali kujua ni kaya ngapi ambazo zimeathirika na mvua hizo. Mpaka sasa kaya ambazo zimeathirika ni kaya 29, na hao watu wengi hawana makazi, na tumejaribu kuwapeleka kwa majirani kuwasaidia kwa muda, huku jitihada za serikali zikiwa zinaendelea namna gani tunaweza tukawasaidia hao wananchi. Huu msaada unaweza ukapatikana, lakini jitihada ambazo anazionyesha diwani na mheshimiwa mbunge, kwa sababu siku ya tukio kesho yake mheshimiwa mbunge alifika na alizungumza na wananchi wa mtaa wangu na kuwapa pole. Kwa hivyo naamini hili jambo linafanywa kazi na mapema, kama kuna msaada wetu wa kiserikali basi hao wananchi wanaweza wakapatiwa.